nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulikubaliana na DG wa TBS Dr. Ashura kwamba maadhimisho ya miaka 50 tutakuja kuyafanya hapa. Na tulisema tutakuja kufanya hapa kwa sababu tunataka na wengine waone namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imejidhatiti katika kuhakikisha tunakuza uchumi wetu, hususan kwa kuwekeza kwenye sekta ndogo ya viwango. Ujenzi huu umeanza 2022. Wote mmeona TBS imekaa kwa kipindi cha miaka 50. Lakini investment kubwa katika kuboresha shirika hili imefanyika chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametupatia fedha bilioni 25 tumejenga hapa, lakini vile vile tunategemea kuwekeza tena bilioni 5 katika kuweka vifaa state of art equipment hapo kwa ajili ya kuhudumia Dodoma na kanda ya kati. Tumpigie makofi mengi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo tunasherehekea safari ya nusu karne ya taasisi ambayo ni nguzo muhimu katika kuhakikisha bidhaa na huduma zinazozalishwa na kutumiwa nchini Tanzania zinakidhi vigezo vya ubora. Aidha, miaka 50 ya TBS sio tu historia ya taasisi, bali ni historia ya maendeleo ya viwanda, biashara, ulinzi wa walaji na ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Si miaka 50 ya TBS peke yake, bali na wadau wote ambao wanashirikiana kwa karibu na TBS. Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka 50, TBS imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, ikihakikisha viwango vinatumika kama nyenzo ya kuongeza ubora wa bidhaa za ndani, kuimarisha ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, pamoja na kulinda afya, usalama na maslahi ya wananchi. Kupitia kazi zake, TBS imechangia kwa kiwango kikubwa katika utekelezaji wa ajenda za serikali ya kujenga uchumi wa viwanda, kukuza biashara na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Mafanikio haya ni matokeo ya maono ya viongozi waliopita, juhudi za wafanyakazi wa shirika wa sasa na wa zamani, na ushirikiano wa wadau mbalimbali. Maadhimisho haya yamepambwa na shughuli mbalimbali zilizolenga kuonesha mafanikio ya TBS, kuhamasisha matumizi ya viwango na kuimarisha ushirikiano wa wadau, na shughuli zenyewe zilitajwa na DG wa TBS na sihitaji kuzirudia. Maadhimisho haya yanafikia kilele chake leo kwa shughuli ambazo tumezifanya kwa heshima kubwa. Leo tunashuhudia uzinduzi rasmi wa kitabu cha miaka 50 ya TBS. Kitabu hiki ni hazina muhimu ya kumbukumbu inayobeba historia, mafanikio, changamoto na dira ya baadaye ya shirika. Kitabu kinaonyesha safari ya TBS tangu kuanzishwa kwake hadi kufikia hatua hii ya kuwa taasisi yenye heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Napenda kuwapongeza wote walioshiriki katika maandalizi ya kitabu hiki kwa kazi nzuri ya kuhifadhi historia ambayo itakuwa rejea muhimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hakuna mafanikio yanayoweza kupatikana bila uongozi bora. Kwa sababu hiyo, naomba kutumia fursa hii kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa viongozi wote waliowahi kulitumikia Shirika la Viwango Tanzania katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa namna ya kipekee, tunawatambua na kuwapongeza wenyeviti wote wa bodi za wakurugenzi waliopita pamoja na wakurugenzi wakuu waliopita ambao kwa nyakati tofauti waliongoza shirika hili kwa hekima, uzalendo na weledi mkubwa. Mchango wao umewezesha kujengwa kwa misingi imara ya taasisi hii, kuimarisha mifumo ya ubora, kupanua huduma za viwango nchini na kuifanya TBS kuwa taasisi ya mfano katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Tunawatakia afya njema na mafanikio zaidi katika maisha yenu, huku tukiwashukuru kwa urithi mkubwa mliotuachia kwa taifa letu. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa maendeleo ya sekta ya viwanda na biashara. Katika kufanikisha azma hiyo, TBS ina jukumu muhimu la kuhakikisha bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini zinakidhi vigezo vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Ninatoa wito kwa wazalishaji, wafanyabiashara, waagizaji na wadau wote kuendelea kushirikiana na TBS kwa kuzingatia viwango katika shughuli zao. Kuzingatia viwango
sio suala la kisheria peke yake, bali ni msingi wa ubora, ushindani na maendeleo ya uchumi wetu. Kadhalika, naielekeza TBS kuendelea kutumia teknolojia ya kisasa, kuimarisha huduma kwa wateja na kuongeza ubunifu katika kutekeleza majukumu yake, kwani zama zimebadilika. Hili ni shirika la viwango, lazima viwango vionekane katika utendaji kazi, miundombinu ya kisasa na teknolojia za kisasa za kutoa na kurahisisha ubora pamoja na kurahisisha biashara. Ukuaji wetu wa uchumi umejikita katika uendelevu wa viwanda na lango la kuingia sokoni ni TBS. Tujipambanue kwa kuhakikisha hatui vikwazo katika biashara, bali tunasaidia kuanzishwa na kukua kwa biashara pamoja na viwanda.